Dear beloved, welcome again to follow us in this broadcast from the CBCA Task Force COVID-19, reaching you from Goma, DRC. Today, our video focuses on the way the church is reaching congregates in the context of the pandemic. COVID-19 pandemic has impacted church in various ways, including the cancellation of the worship services, the closure of Sunday schools, as well as various activities organized by the church. It has been more than 3 months since DRC government stopped church from gathering to fight against the spread of COVID-19 virus across the entire republic. Since then, the temples have remained closed, offering worship through live stream, but also in cells, bringing together 2 to 3 families, of course avoiding that there would not be a crowd of more than 20 people. Media is playing a great role. CBCA radios and TV, the main tools used in preaching gospel through different broadcasts. Since many are largely isolated and have less income for their daily life due to the pandemic, the church is finding new ways to meet also spiritual, psychological, and even day-to-day physical needs of their congregants. One parish in Goma is collecting food and make a call for anyone in difficult situation to come at the church and pick some food. CBCA has instead expanded the role in the lives of the members and the wider community, reaching together its 18 districts. Sunday school services have been organized in cells as well as at the radios. What has been the experience? What have been the advantages and challenges during this period? We have extended our microphone to some people who are going to share in this video. Hali haiko nzuri sababu kwa ngambo ya kanisa hakuna tena kukusanyika, watu kupeana habari na kugawa neno la Mungu pamoja. Kila watu tulipokuwa katika maselile ilisaidia kidogo, sababu kuna wale ambao hawana hata Biblia. Tulikuta katika nyumba moja hapa Goma, niliona katika selile zangu kuna wale ambao hawana Biblia. Sasa tunapofika katika hatua ya kusema kila mtu asomee kwake, kuna wale ambao watasoma tena. Hata kama wakishindwa na kuomba, itakuwa magumu kuwatembelea, sababu haina tena namna ya kufika kule. Juu mipango ya kusaidia watu kujiepusha na kutapanya magonjwa inasurutisha watu kutokutembelea tena watu. Hata kama tunakuwa wazee, hatuwezi tena kufika fasi. Kila mtu fasi yake. Nishasikia make wananidemoralize sana. Juu kanisa njo vyote, hata tuvale makashine haiko kuprotege, Mungu njo anaprotejaka. Sasa wanasema makanisa zifunge, kole baseme tukone ndengia mkanisa tuombe, banafunga makanisa. Kwa kweli watu hawayaelewa namna gani wataweza kutimiza taratibu ya ibada katika jamaa. Maana wengi hawakuwa tena ile zoezi ya kukusanyika pamoja na jamaa zao nyumbani kwa ibada ya jioni. Alafu wanapoachiwa ile jukumu ya kusimamia wao wenyewe ibada ya jamaa, kuna wenye wameshindwa kufanya ile. Na tuliona watoto wamoja na wazazi wamoja wakirudilia hapa. Nafikiri kwamba selile itakuwa. Alafu kwa sababu ni agizo imetolewa kwamba maselile inaisha, tuliwaambia warudie kunyumba waende somea kule. Alafu ingali shida kubwa kuzoea hii taratibu mpya. Before COVID-19, CBCA Church in particular already had a discipleship program that was about to be launched. This program encourages personal meditation and discipleship in groups of 12. The modules were already printed to facilitate this program to start in several parishes. Lockdown being declared on March 8th, same date of the launching of this program, servants of God
will tell you more and will share with you some of the experience. Tulikuwa tumepata sasa programu ya disipola katika CBK, vitabu nikavigawa katika kanisa langu, ila tu Mkristo mwenye hajui kusoma ndiye mwenye hana kitabu, lakini Wakristo wote wanavyo sasa vitabu vya disipola, na nikaweka sasa ile kazi ifanyike katika vikundi vile 37, na kazi ikaanja kila siku kukaa wakisoma na kuomba pamoja katika vikundi vidogo vidogo. As days went on, the number of cases increased in the DRC, and in Kivu, Goma was the most affected. The provincial governor decided to formally ban large meetings, gatherings in cell also. For weddings and mourning ceremonies, strict respect for distancing and a significant reduction in number of participants was requested. CBCA, supporting the provincial governor's program, asked all its members to suspend sales gathering, encouraging family worship with the purpose of significantly reduce the risk and stop contamination chain. What impacts in the lives of Christians and church members? What impact on pastoral ministry? What challenges are countered? Mais pour pallier à ces défis-là, et comme aujourd'hui, la grande majorité des personnes ont des téléphones Android, ils utilisent WhatsApp, nous utilisons chaque soir, presque si je peux le dire comme ça, nous avons un message que nous lançons sur le groupe de WhatsApp de la paroisse, et avec ça, nous avons au moins 250 personnes que nous atteignons. Ce qui signifie que si il y a une difficulté dans une telle autre famille qui n'ont pas eu la capacité de diriger cette prière, mais au moins ils ont suivi la parole de Dieu que nous avons envoyée sur WhatsApp. Ce n'est pas par vidéo, mais nous le faisons par écrit. Et cela peut-être que nous faut aussi nous buter à des problèmes des gens qui ne savent pas lire, surtout nos grands-mères, nos grands-pères qui sont dans nos maisons, mais aussi il y a autre chose que comme humains nous ne pouvons pas faire, et nous laissons autre chose au Saint-Esprit. Sema kwangu binafsi mimi naweza kuomba humu mwangu na watoto, sababu ninazoea kuomba na watoto, kubahubiri mimi nazoea, lakini wakati wengine hatukusanyike tena pamoja, sasa gumu ni ile mwenye hazoee kuomba, wala mwake ni balevi, wala mwake haiko kusema useme ni watu wanaombaka. Wakati wanafika kwenye kuko watu banapima tulia shuba tasikia mahubiri ya wengine. Mimi kwa hii sasa banakuwa mu manyumba yao, banakuwa sawa watu wenyewe banapata recreation, habangaike tena na neno la Mungu, banapata recreation. Ile ni hofu yangu sana. Is there any advantage or any opportunity to be highlighted with regard to COVID-19 context and the holding of family worship in this context? The video tells us more. Ni huu mpango wa kukusanyika katika nyumba watu wadogo kwa kutimiza mesure preventive juu ya watu wasitapanye magonjwa ya corona. Hii nayo inatusaidia kukaa katika nyumba, sababu tunaabudu Mungu kama kawaida, tukiheshimu ile mesure za kutokutapanya magonjwa haya ya corona. Tunaomba Mungu kama kawaida na tunafanya mambo yote kama vile tulikuwa tunaifanya kanisani, na baraka ambazo tumezipata ni wakati ambapo tunaanza sasa kucheua kitabu hiki ya disipola, na mtu anaweza kuuliza, tunajadiliana, na japo katika kanisa watu hawana muda wa kujadiliana au kuuliza yale ambayo wamefundishwa. Hivi hii nao ni baraka ambayo tumepata wakati tumekaa kwa kundi ndogo katika nyumba. Tunakutana sasa, hii disipola inastahili katika nyumba, sababu kwa kanisa ingelikuwa kusema tu kunaenda kanisani tunakuwa watu wengi, hatungeliweza kucheua kabisa vizuri kitabu hiki cha disipola katika CBK. Tayari
katika posti yetu ya Kisombero tumepokea pia vitabu vya disipola. Tumeingia katika kundi ndogo, pia imekuwa mpango ambao imetusaidia kwa kuingia kwa undani kufahamu sana maandiko matakatifu. Yaani mpango tayari umeingia nasi tumeingia katika disipola. Let's mention that on this day, DRC has reached the bar of more than 4,500 confirmed cases of COVID-19, particularly in Kivu, Bukavu, and Goma, the most affected towns. The wearing of masks remains compulsory in public places. We are happy that you were many to follow us during this broadcast produced by the CBCA Communication Service under the leadership of the CBCA Task Force COVID-19 program, supported by the United Evangelical Mission, UN. Stay connected and don't forget to subscribe to our channel to receive more. Remember to wash your hands regularly, wear your mask, avoid crowds, protect yourself and others. The Bible tells us in Psalm 147, verse 3 says, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. So, no matter what situation we are going through, remember, God is in control. Thank you for watching.